Mheshimiwa mwenyekiti wa taasisi Al-Firdaus mzee wetu Sheikh Said Ahmed Seif Al-Khaifi, Mheshimiwa mdhamini mkuu wa tuzo hizi kwa mwaka huu mzee wetu Sheikh Abdallah Munif kutokea Amsons Group, na wote mashekhe mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, majaji wetu, kina mama, kina baba, watoto wakubwa kwa wadogo. Nafasi niliyopewa ni kuwakaribisha katika ukumbi huu. Tunawakaribisheni sana na tumefurahi sana kwa ujio wenu, na kubwa tunamuomba Mwenyezi Mungu atutengenezee kila ambalo litaharibika huko nje, wakati sisi tuko kwenye jambo lake hili ambalo tunatafuta radhi zake. Vile vile nitumie nafasi hii kuwakaribisheni nyote, baada tu ya kuwakaribisha katika ukumbi huu na punde tukuanza shughuli yetu hii, niwakaribisheni pia katika taasisi yetu pendwa kabisa, taasisi ya Al-Firdaus Charitable Foundation, taasisi ambayo kama ilivyozungumzwa hapo nyuma ndio walezi wa vijana wetu hawa wa TAMEA, Tanzania Muslim Emerging Youth Award, wako chini ya ulezi wetu, na huu ni mwaka wa pili sasa katika ukumbi huu tunatekeleza zoezi hili kwa mara ya pili kutoa tuzo hizi. Taasisi Al-Firdaus ni taasisi ambayo sasa inatimiza miaka 12 tokea kuanzishwa kwake, chini ya uongozi wa mzee wetu mwenyekiti wetu Sheikh Said Ahmed Seif Al-Khaifi, akiwa na makamu wake ambaye hakuweza kufika hapa, mzee wetu Sheikh Rashid Al-Rawahi, na mimi kijana wao mdogo walioniteua kuwa katibu mkuu. Tumedumu kwa muda wa miaka 12 sasa. Kila tukitaka kustafu na mzee, lakini tunaambiwa hapana, ruksa ya kustafu hamna. Lakini tunaye afisa mipango, ndugu yangu kipenzi changu Zaki Arrukesh, ambaye yuko pale, naye vile vile tumedumu katika kuongoza taasisi hii kwa muda wa miaka 12 hivi sasa. Sasa mimi ndio ninaowazuia hawa wazee wasistafu, kwa sababu wakitaka kustafu na wanasema sisi tushakuwa wazee, na wanaambiwa hapana, kuna kijana hapo, huyo ndo anayewatetea. Kwa hiyo wanaendelea, na Mwenyezi Mungu awaweke tuendelee kuwa nao. Taasisi ya Firdaus ni taasisi ambayo inajishughulisha na ujenzi wa misikiti. Alhamdulillah, ndani ya miaka 12 zaidi ya misikiti 100 imejengwa Tanzania bara na visiwani. Zaidi ya visima 18,500 vimechimbwa Tanzania nzima bara na visiwani. Hivi 18,500 ni vile visima vidogo vya pampu ya mkono, lakini tuna visima vikubwa kuanzia mita 50 mpaka mita 200, 250, zaidi ya visima 300 vimechimbwa Tanzania nzima. Lakini vile vile tuna nyumba za mayatima, wajane, zaidi ya nyumba 200 zimejengwa bara na visiwani. Lakini vile vile wagonjwa, zaidi ya wagonjwa 1000 wameweza kusaidiwa matibabu yao ndani ya nchi na nje ya nchi. Wako waliopelekwa Turki, wapo waliopelekwa Ujerumani, wapo waliopelekwa India, wapo waliosaidiwa hapa ndani nchini. Lakini na misaada mbalimbali ambayo taasisi Al-Firdaus Charitable Foundation inaifanya katika kusaidiana na serikali yetu na rais wetu mpendwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, kutuachia kufanya mambo haya katika kusaidia jamii yetu. Naye vile vile rais wetu wa jamhuri tunamshukuru sana kwa kutudumishia hali hii ya amani ambayo sasa ndio tunakutana hapa, na yote yaliyofanyika hayo ni kutokana na amani ya nchi yetu. Ndio maana tukaweza kuyafanya hayo na kuyafungua, na watu wakaweza kufaidika na kunufaika na kufurahika na taasisi ya Al-Firdaus Charitable Foundation. Nitumie fursa hii kuwakaribisha na kuwaomba mjiunge, mchangie, ili tuweze kufanya makubwa zaidi ya hayo ambayo yamefanyika. Kwa haya machache, niwakaribisheni sana katika ukumbi huu, na tuwe tayari kuyatizama na kuyasikiliza yale ambayo yameandaliwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Saleh Al-Hinai, katibu mkuu wa Al-Firdaus Charitable Foundation. Mheshimiwa mgeni rasmi, wazo lilipowafikia Al-Firdaus Charitable Foundation pia lilipita katika mikono ya baadhi ya watu ambao nitakuwa nimekosa adabu sana kama sitawataja mbele